Ujaji wa matumaini, matumaini hayakatishi tamaa. Karibu kwa masomo ya misa takatifu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, namna ya kusali rozari, sala na mafundisho mengineyo ya kanisa takatifu Katoliki. Masomo ya misa Dominika ya 3 ya Pasaka mwaka C. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 27b hadi 32, kisha mstari wa 41. Mashahidi wa mambo haya ni sisi na Roho Mtakatifu. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile kuhani mkuu aliwahoji mitume akasema, tumewakataza kabisa kufundisha tena kwa jina hili. Lakini tazama, mmejaza Yerusalemu kwa mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu huyu juu yetu. Petro na mitume wakajibu, sharti kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mungu wa baba zetu amemfufua Yesu mliyemtundika ninyi msalabani na kumuua. Huyo Mungu amemtukuza akae kulia kwake, awe Bwana na Mwokozi, ili awajalie Waisraeli kuongoka na kuondolewa dhambi. Mashahidi wa mambo haya ni sisi na Roho Mtakatifu ambaye Mungu huwapa wote wenye kumtii. Wakawapiga mitume viboko, wakawakataza wasifundishe tena kwa jina la Yesu, wakawaacha waende zao. Nao wakatoka barazani wakijaa furaha, kwa sababu walijaliwa kuaibishwa kwa ajili ya jina la Yesu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 30 mstari wa 2 na wa 4, 5 na 6, 11 na 12a na mstari wa 13b. Maneno ya kiitikio. Na kutukuza, Bwana, kwa kuwa umeniokoa. 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 Wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Bwana, umeiondoa nafsi yangu kuzimuni. Umeniokoa katika wale wanaoshuka shimoni. Na kutukuza, Bwana, kwa kuwa umeniokoa. Mwimbieni Bwana, enyi waaminifu wake. Shukuruni jina lake takatifu, kwani hasira yake ni ya kitambo kidogo. Wema wake wadumu maisha yote. Kilio chaweza kikawa kwa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Na kutukuza, Bwana, kwa kuwa umeniokoa. Usikie, Bwana, unihurumie. Bwana,
uwe msaada wangu. Umegeuza kilio changu kuwa kucheza. Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele na kutukuza, Bwana, kwa kuwa umeniokoa. Somo la pili. Ufunuo sura 5 mstari wa 11 hadi 14. Mwana kondoo aliyechinjwa astahili kupokea uwezo na utajiri. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Mimi Yohane niliona na kusikia sauti ya malaika wengi katika mzunguko wa kiti cha enzi na wa wenye uhai na wazee. Hesabu yao haikuwa na idadi. Wakasema kwa sauti kubwa, Mwana-kondoo aliyechinjwa astahili kupokea uwezo, utajiri na hekima, nguvu na heshima, utukufu na sifa. Nikawasikia viumbe wote walioko mbinguni na duniani, katika ardhi na baharini, na wote waliomo wakisema, mwenye kukaa katika kiti cha enzi na Mwana-kondoo wanastahili sifa na heshima, utukufu na enzi daima na milele. Hapo wenye uhai wanne wakasema, Amina. Na wazee wale wakaanguka kifundifundi wakaabudu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Kristo amefufuka, yeye aliyeumba vitu vyote, na amewahurumia wanadamu wote. Somo la Injili, Mwinjili Yohane, sura 21, mstari wa 1 hadi 19. Yesu alitoa mkate akawapa na samaki kadhalika. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Bwana. Wakati ule, Yesu alijionyesha tena kwa wafuasi wake kando ya bahari ya Tiberia. Alijionyesha hivi: walikuwapo Simon Petro na Tomaso aitwaye Pacha, na Nathanieli wa Kana ya Galilaya, na wana wa Zebedayo, na wengine 2 wa wafuasi wake. Simon Petro aliwaambia, ninakwenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, nasi tutakwenda nawe. Basi wakatoka wakapanda chombo, lakini usiku ule hawakupata kitu. Asubuhi kulipopambazuka, Yesu alisimama ufukoni, lakini wafuasi hawakumtambua kuwa ni Yesu. Yesu akawauliza, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, hatuna. Basi akawaambia, tupeni wavu upande wa kulia wa chombo na mtapata. Wakatupa wavu na wakashindwa kuuvuta kwa sababu ya wingi wa samaki. Hapo yule mfuasi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro,
ni Bwana. Mara Simon Petro aliposikia ya kuwa ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa bila nguo, akajitumbukiza baharini. Wafuasi wengine wakafuata katika chombo wakivuta wavu uliojaa samaki, kwa maana hawakuwa bali na nchi kavu, yaani yapata mita 200 tu. Waliposhuka pwani, waliona moto wa makaa na samaki juu yake, pia mkate. Yesu akawaambia, leteni baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simon Petro akapanda chomboni, akavuta wavu ufukoni uliojaa samaki wakubwa 153, hata wavu haukupasuka kwa uzito wao. Yesu akawaambia, njooni mle chakula. Hakuna hata mmoja wa wafuasi aliyedhubutu kumuuliza, wewe u nani? Maana walijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaja, akatoa mkate, akawapa, na samaki kadhalika. Safari hii ilikuwa ya 3 ya kujionyesha Yesu kwa wafuasi wake tangu kufufuka katika wafu. Walipokwisha kula, Yesu alimuuliza Simon Petro, Simoni mwana wa Yohane, wanipenda kuliko hawa? Akamjibu, ndiyo Bwana, wajua ya kuwa nakupenda. Yesu akawaambia, tunza wanakondoo wangu. Akamuuliza mara ya pili, Simoni mwana wa Yohane, wanipenda? Naye akamjibu, ndiyo Bwana, wajua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, chunga kondoo wangu. Akamuuliza mara ya 3, Simoni mwana wa Yohane, wanipenda? Hapo Petro akahuzunika kwa sababu alimuuliza mara ya 3, wanipenda? Na akamwambia, Bwana, unajua yote, unajua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, tunza kondoo wangu. Amin, amin nakuambia, ulipokuwa kijana ulijifunga kiuno mwenyewe ukaenda ulikotaka, lakini katika uzee utanyosha mikono yako na mwingine atakufunga kiuno na kukupeleka usikotaka. Kwa maneno hayo alimdokezea aina ya mauti atakayomtukuza nayo Mungu. Baada ya kusema hayo, akamwambia, nifuate. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.